Leo tena tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu vinavyopatikana katika channel hii. Tunakuomba ndugu msikilizaji na mtazamaji uweze kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili tuweze kusoma hizo comment zako, na wewe unaweza ukawa ni miongoni mwa watu ambao watazalisha vipindi vijavyo. Lakini vile vile tunaomba uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho katika hali ya kushirikiana katika kuhamasisha ama kuchangia dawa hizi na zile safari ambazo tulishazileta kwenu, maandalizi ya kwenda vijijini kwa ajili ya dawa. Leo tuna mwendelezo na shekhe wetu Sheikh Shafi, tuko naye katika kipindi maalum, kipindi ambacho watu wamesababisha tukizungumzia hivi leo. Ama kwa hakika Sheikh Shafi, Mungu mwenyewe anasema katika Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, dhalikal kitabu la raiba fihi. Kitabu kwa maana ya Qur'ani hakina shaka, kisichokuwa na shaka ndani yake. Lakini leo hii tunaleta pia hoja au mada ambayo imezalishwa na watu ambao wasiokuwa Waislamu, wakikitolea shaka kitabu ambacho Mungu kashasema hakina shaka ndani yake. Na shaka hizo zinatokana na aya ambazo wao wanazitilia shaka, ili wewe upate maana ya kuweza kuwafafanua, kuwafungua akili, shaka zao ziondoke kwa niaba yao, lakini pia kwa wale ambao wanatufuatilia katika channel hii ya Ustadh Shafi Online TV. Tutaanza na aya ambayo katika sura ya pili aya ya 97, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Aya hii kwa mujibu wa Barwani, namna alivyotafsiri na watu ambao wasiokuwa Waislamu wakaileta maana hiyo ili kuweka mkanganyiko, kuweka sitomfahamu katika watu ambao waamini ya Kiislamu wanaotufuatilia, lakini vile vile ambao hivi sasa wametuletea maswali haya, na wewe ni muda wako wa kuyajibu. Sheikh Shafi, Mungu amesema kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbi. Sema man kana aduwa, aliyekuwa adui, li Jibril, wa Jibril, fa innahu nazalahu ala qalbi, hakika yeye ndio ameteremsha nini? Qur'an katika vifua, katika moyo. Tunataka kujua ni kweli kwa mujibu wa Barwani alivyotafasiri, ni kweli Jibril ana adui kama ilivyotafasiriwa yeye na hawa watu wasiokuwa Waislamu, na ni kweli aya hii inasema hivyo kwamba Jibril yupo na adui? Karibu Sheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Said, narudia tena kusema kwamba hii ni Qur'ani. Ndio. Qur'ani hii ndio inayotufanya sisi tuamini dini ya Kiislamu. Yaani tunaamini Uislamu kwa sababu ya kupitia kitabu cha Qur'ani. Ndio. Tunaamini Uislamu kwa sababu ya usahihi wa kitabu cha Qur'ani. Ndio. Qur'ani hii ilishuka mnamo mwaka 611 AD, karne ya 7. Sasa hivi tuna karne ya 21. Kwa hiyo kuanzia karne ya 7 mpaka ukienda katika karne ya 21 kuna karne 15 zimepita. Ndio. Karne ya 7 ni kipindi ambacho wanasema ni dark period, kipindi ambacho hakuna chochote kilichogunduliwa katika masuala ya teknolojia. Lakini Mungu katika kiza hiko ambapo wao wanasema ni kipindi ambacho cha kiza, sisi tunasema ni kipindi cha nuru. Kwa sababu ndio kipindi ambacho alishushwa Bwana Mtume Muhammad kushushwa Qur'an. Sasa Qur'ani hii ilishuka kwa ukamilifu wa juzuu 30, ikawa na sura 114. Mungu akaweka bismillahi 114. Kwa sababu sura ziko 114 na kila sura moja imewakilishwa na bismillahi moja. Manake tukipata kutaka kujua hesabu za bismillahi ziko ngapi, kwa sababu kila sura imewakilishwa na bismillahi, tutahesabu sura ziko ngapi. Sawa. Kwa sababu sura ziko 114, automatically bismillahi zao nazo zipo Itakuwa 114. Lakini katika muujiza mkubwa sana ambao watu wangeutilia shaka kule kwa kuanza bismillahi kila sura kutimia 114, surati Tauba haina bismillahi. Ndio. Sura ya 9 haina bismillahi.
na maelezo ambayo yapo katika surati Tauba. Wapo wanasema imeteremka wakati wa vita, na vita ni kipindi ambacho Mungu alitaka Waislamu washinde sana ile vita. Kwa hiyo hakuweka neno bismillahirrahman. Unajua ukiweka neno arrahman, wafasiri wanasema Mungu anasema waaswaitani fasatartu, uliniasi mimi nikakustiri. Fa ana arrahman, basi mimi narehemu watu wote duniani. Ndio maana mwenye kuiba anapata, anafanya hivi anapata, anafanya hivi anapata. Mungu ana uwezo wa kumzuilia, lakini kwa sababu lile neno arrahman linatubeba. Sawa sawa. Lakini Mungu alishajua kuna watu watakuja kuuliza, kama mnasema bismillah ziko 114, surati Tauba haina bismillahi. Namba ya 114 zitakuwa 113 kwa kukosekana sura moja bismillah. Mungu akawaambia hiyo sio tatizo wala hamna shaka. Katika surati Naml alika bismillah hizi. Ndio. Ndio sasa ndio. Moja mwanzo wa sura, lakini moja aya ya 18 kama sikosei. Suleiman anaandika barua kwa Malkia Balkis. Barua inaanza kusema innahu min Sulaimani wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sawa. Bismillah mjazaji mbele. Hii bismillah hii kabeba katika hesabu ya bismillah 114. Akaweka aya 6236, akatamka maneno 76,440 yaliyokusanywa katika herufi 322,373. Mungu akaifanya Qur'ani sasa inatoka kulia na kushoto. Ndio. Wataalamu wa kutengeneza vitabu vyote vinatoka kushoto vinaenda. Ndio. Sio? Ndio. Ikawa shida, kwa nini Qur'ani itoke kulia iende? Kuna muujiza gani mkubwa? Tunaambia sisi hata tuseme kisayansi, tunasema muujiza wa kijinga tu. Kutoka kulia kwenda kushoto ndio system ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Leo ukimaliza kuswali unatoa salamu mkono wa kulia na malizia kushoto. Aliyetengeneza chupa yakajaza maji ili upate maji, twende tu kijinga vile, ili unywe maji, kifuniko utafungua kulia kwenda kushoto. Ili upate chai katika chupa ya chai utafungua kulia kwenda kushoto. Ili upate maji ya kunywa katika kokea bomba utafungua kulia kwenda kushoto. Hata wana usalama barabarani wanakwambia ili uvuke kwa salama, sharti ya kwanza utazame kulia kisha umalize kushoto. Huu mfano wa kijinga tu tunawapa. Hatuzami kule kwa nini hivyo kisayansi. Sasa maneno haya Sheikh Said hawakuanza kupiga vita hawa wa sasa. Mwanaelewa? Maneno haya yalianza kupigwa vita toka watu wa kale wa zama hizo. Qur'ani inashushwa, wao wanaikataa Qur'ani. Lakini Qur'ani ilisimama katika msimamo wake. Hii haki, Mungu akasema hii ni haki na watu watakujua hii ni haki. Dunia nzima unavyoona hakuna kitabu ambacho kinaweza kujinadi kwamba hakina shaka zaidi ya Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu mkono wa mwanadamu lazima utakosea, ndio maana penseli imekuwa nini? Ufutio. Sawa. Hata maimamu wa Kiislamu wakiandika vitabu wanasema ukiona kosa humu, maneno yangu mimi na ya mtume, fuata ya nani? Ya mtume. Hata Bwana Mtume Muhammad aliwahi kusema, mimi mwanadamu ninaposahau nikumbusheni. Lakini Qur'ani ndio kitabu Mungu alichokinadi, tena kikanidadi chenyewe, dhalikal kitabu la raiba fihi. Hakuna shaka ndani ya Qur'an. Sawa. Pamoja sasa nipo. Hii Qur'ani haina shaka. Ukitaka kujua kama Qur'ani ni kweli Sheikh Said, kulikuwa na hoja ndogo tu ya Abi Lahab kuikosoa Qur'an, ndogo tu angefanya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Aya hii imeshuka, Abi Lahab yupo duniani. Mungu anamwambia Abi Lahab ameangamia, mtu wa motoni, kwa maana
hawezi kusilimu Abi Lahabi. Uniposhe zaidi? Chukua hiyo. Ujue utamu wa Qur'an. Ili kuikosoa Qur'an, Abi Lahabi atakiwa afanye Au tayari shaka. Kwa maana imeshuka maelezo haya yeye kasikia. Sasa ili apingane nayo aseme hii Qur'an sio kweli. Inabidi asilimu. Qur'an inasema mimi siwezi kusilimu, basi mimi nasilimu. Angeifanya Qur'an yote kuwa uongo. Lakini alisilimu? Hapana. Huyo ndo Mungu. Tupo pamoja Saidi? Tupo pamoja. Tupo pamoja. Lakini Qur'ani ndio kitabu ambacho kimejinadi chenyewe. Kama watu wanayo shaka na hii Qur'ani, walete sura mfano wa hii Qur'ani. Toka 611 AD, karne ya 7 mpaka sasa 2025, karne ya 21, Mungu anasema wale wanaoikataa Qur'ani walete kipande cha sura tu kinafanana na Qur'ani. Mtu mmoja ndo akatoa Al-Qariya akasema alfil tembo. Wama adraka mal qariya wama adraka mal fil walladhi khurtumuhu al-kabir. Anatoa sasa yeye mkia wake mrefu akawa anatoa hivyo, ndo anatoa mfano wa Qur'an. Umeelewa sasa? Ndio. Kwa hiyo Qur'ani hii sasa haina mashaka yenyewe na jinani. Toka kipindiko mpaka leo hakuna aliyeweza kuleta sura mfano wa Qur'ani ili iwe na mashaka. Mungu anasema ili muone hii na mashaka, leteni sura tu. Kuna mtu alitoa mpaka leo? Hapana, hakuna mtu. Kuna mtu anatia doa katika Qur'ani? Hapana. Mungu anasema sisi tumeteremsha Qur'ani wa inna la nahnu la sisi tutahifadhi Qur'ani. Hakuna mtu anaweza kutia doa katika Qur'ani. Hakuna. Sasa hawa ni watoto wadogo sana, ni watu wasiokuwa na elimu wanakuja kuikataa Qur'an. Lakini wamepita wana science mabingwa na mabingwa.